tunavyoona katika hali ya kawaida, mwanadamu ni mkutano wa vitu viwili, kwa maana ya roho pamoja na mwili. Serikali siku zote huwa inamtazama mwanadamu katika upande wa mwili wake sana, ndio inakuwa hivyo. Na ndio maana ukimchoma mtu kiwembe ukamtoboa masikio, serikali lazima itakuja juu kupitia vyombo vyake vya ulinzi na usalama. Lakini wanadini wanamtazama mwanadamu katika upande wa pili wa roho, ambapo huko ndio kila kitu mwanadamu anakuwa na utu wake na heshima yake. Na mwanadamu ili aweze kuonekana heshima yake na utu wake ni kupitia roho. Yuko bwana mmoja anasema, ya khadima aljismi kam tashqa li khidmatihi atatlubu ar-ribha mimma fihi khusranu aqbil ala ar-ruhi wastakmil fadailaha fa anta bir-ruhi la bil-jasadi insan. Ewe unayehudumia mwili siku zote unapata shida. Ukimwona mtu anaamka asubuhi anakwenda ofisini, ukimuuliza ili iweje, anakwambia nipate mshahara. Halafu baada ya kupata mshahara atasema ninunue chakula. Hicho chakula kwa ajili ya kustawisha kitu gani? Atakwambia mwili. Atakwambia nipate pesa nijenge nyumba. Nyumba hiyo kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mwili. Ninunue mavazi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mwili. Sasa upande wa mwili umeshahangaika sana, hebu igeukie tena roho yako, na yenyewe pia itafutie viimarishi vyake. Hangaika kwa ajili ya roho yako, fa anta birruhi la biljasadi insan, ili uonekane heshima yako na utu wako. Haitakutazama jamii kwa mwili wako, bali jamii itakutazama kwa roho yako. Watu hawezi wakasema nenda kwa Sheikh Shabani Hija atakusaidia hili jambo kwa sababu ana mwili mzuri. Hapana, bali atakusaidia ana roho nzuri. Sasa ikiwa viongozi wa dini wanaitazama roho na serikali inamtazama mwanadamu katika upande mwingine, maana yake huyu mwanadamu anahitajika kulindwa na vyombo vyote viwili, upande wa dini na upande wa serikali. Idhan, kutenganisha vitu viwili hivi ni kumfanya huyu mwanadamu kumjengea kitu ambacho pengine kinaweza kikamsababishia moja au nyingine akapoteza ule ubora na thamani yake. Kwa hivyo sisi viongozi wa dini, na ndio maana Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali anasema sisi viongozi wa dini tufanye kazi kwa karibu na viongozi wa serikali. Lengo na maksudio ni kumhudumia mwanadamu. Ikiwa hivyo ndivyo, kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi tunaona hii miradi inayoendelea, mambo yanayofanywa na serikali yetu. Sasa upande wa dini, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yeyote atakaye kufanyieni jambo jema likawanufaisha, basi inatakiwa mumlipe. Na kama mtakosa cha kumlipa, fad'u lahu, basi muombeeni dua. Na ndio maana tumeona hapa Mheshimiwa Abu Soro ambaye ni diwani wa kata ya Buguruni ameandaa na bango, tunaliona kwamba kutakuwa kuna dua maalum. Dua hii maana yake kumuombea Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mazuri anayoyafanya. Sisi uwezo wa kuchukua fedha tukaenda kumlipa rais, uwezo huo hatuna, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia tufanye hivyo. Lakini kwa kuwa uwezo wa kumlipa hatuna, lakini uwezo wa dua katika namba 2 hilo tunalo, na ndio maana tutalifanya hapa. Na basi kwa baraka ya Qur'ani iliyosomwa hapa, na kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mabwana wakubwa hawa, watoto wetu wale wanafunzi wamefunga, basi kile tutakachokiomba hapa tuna imani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakipokea moja kwa moja. Mwisho kabisa nimalizie niwapongeze walimu wa kata ya Buguruni kwa ushirikiano wanaoutoa na kuandaa vijana hawa kwa ajili ya mashindano haya, na tunaamini insha Allahu Ta'ala mwakani mashindano haya yatakuwa makubwa zaidi, kwa sababu tutataka tuweze kuwashirikisha watu wote ambao wapo katika hii kata yetu na waungane nasi pamoja ili tuweze kuyatimiza mashindano haya. Baada ya kuyasema hayo, tuwashukuru pia ndugu zetu majaji wakiongozwa pale na jaji mkuu, kama nilivyoambiwa ni katika riwaya nyingine Sheikh Muhyi. Basi Mwenyezi Mungu naye ambariki
na amfanyie kila wepesi insha Allahu taala. Kama alivyotuongoza katika hili, basi akatuongoze pia hata kule peponi mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sote tuliohudhuria hapa, kila mmoja hatua moja aliyoipiga, basi Mwenyezi Mungu amfutie makosa yake yeye na wazazi wake, na hatua ya pili Mwenyezi Mungu anyanyue daraja yake. Tunamuomba Mwenyezi Mungu azidishe busara na hikma kwa viongozi wetu wa dini na serikali, waendelee kuyasimamia ayapendayo Allah na kuyaridhia. Mwenyezi Mungu ayadumishe mashindano haya ala marri dhuhuri wal azman. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.